Karibuni katika mwendelezo wetu wa mada zetu mbalimbali zihusuzo mambo ya nyota na mambo mbalimbali. Siku ya leo nataka nizungumzie masaa ya Jumanne. Yafuatayo ni masaa ya Jumanne, na kuomba uweze kutega sikio ili uweze kujua masaa ya Jumanne jinsi yanavyoenda kwenda au utawala wa siku ya Jumanne. Tufuatilie TikTok mada zetu kwa kuandika Mnajimu Kulthum, na vile vile Instagram andika Mnajimu Kulthum, na utakutana na masomo yetu mbalimbali yanayohusu mada na elimu mbalimbali. Kwa hiyo matatizo ambayo yanahusu nyota kwa ujumla utatufuata ofisini kwetu maeneo ya Kifuru, Dar es Salaam. Haya ndio masaa ya siku ya Jumanne na tawala zake. Zichukue au zifuatilie kwa makini ili uweze kuona matukio yake, na upande wa masaa mazuri na mabaya pia unaweza ukapata faida, na vile vile ukajua masaa haya yanaweza yakakusaidia katika jambo gani katika siku ya Jumanne. Mara nyingi watu wengi wanasema siku ya Jumanne ni siku mbaya. Ni kweli ni siku mbaya, lakini baadhi ya siku za Jumanne ubaya wake ni kwa sababu tu utawala wa Mirihi unatawala mara 4 kwa siku. Lakini katika hii Jumanne kuna watu wanafaulu, kuna watu wanasafiri, kuna watu wanafanya mambo salama salimini kutokana na nini? Na nyota zao kwa kuwa na uzuri wa siku ya Jumanne, au wengine hupatia yale masaa mazuri. Na watu wanaofaulu sana siku ya Jumanne ni nyota ya punda na nyota ya nge. Watu wao hufaulu sana kwa sababu sayari yao ni sayari ya Mirihi. Tunaenda moja kwa moja kwenye masaa ya siku ya Jumanne kwa wale ambao wanataka kuyatumia kwa mambo mazuri na kwa mambo mabaya. Saa 12 asubuhi mpaka saa 1 kuna utawala wa Mirihi, na saa 1 mpaka saa 2 kuna Shamsi, saa 2 mpaka saa 3 kuna Zuhura, na saa 3 mpaka saa 4 kuna Atwaridi, saa 4 mpaka saa 5 kuna Kamari, saa 5 mpaka saa 6 kuna Zohari, saa 6 mpaka saa 7 mchana yuko Mushtara. Kwa wale wanaopenda safari, kusafiri, kufanya mambo yao yaende mbele, manake wanasema Mushtara ni wakati mzuri sana wa kupeleka jambo lako mbele. Hata mtu yoyote unapomsaidia nyota yake katika utawala wa Mushtara, kwa wale ambao nyota zao ni mshale, wanafanikiwa zaidi. Kwa hiyo 6 mpaka 7 ni utawala wa Mushtara, na saa 8 mpaka saa 7 mpaka saa 8 anarudi kutawala Mirihi. Saa 8 mpaka saa 9 anakuja tena Shamsi, na saa 9 mpaka saa 10 anarudi Zuhura. Saa 10 mpaka saa 11 unakuwa ni utawala wa Atwarid. Nadhani wanaofuatilia vipindi vyetu katika chaneli yetu ya YouTube na TikTok, Instagram na Facebook wanajua Atwarid huwa ana matukio gani, usifanye nini utawala wake na ufanye nini katika utawala wake. Pia saa 9 mpaka saa 10 ni Zuhura, na 10 mpaka 11 ndio hiyo Atwaridi. 11 mpaka saa 12 ni Kamari. Pia wengi wanaofuatilia mada zetu wanajua katika utawala wa Kamari anaweza akaanzisha nini, jambo gani, na alifanya na lipi asilifanye. Saa 12 mpaka saa 1 inakuja tena utawala wa Zohali. Zohali kama kawaida, unaposikia utawala wa Zohali mara nyingi yanatokea matukio mabaya, magomvi, makelele, matatizo, maajali na mambo mbalimbali vile vile. Saa 1 mpaka saa 2 usiku ni Mushtara. Pia saa 2 mpaka saa 3 ni Mirihi, na saa 2 mpaka saa 3 ni Mirihi. Kwa nini ni Mirihi? Kwa sababu tumesema kwamba Mirihi katika siku ya Jumanne inatawala mara 4. Yaani malaika yule anaingia mara 4. Ndio maana unaambiwa Jumanne ni siku mbaya, kwa sababu tafsiri ya sayari ya Mirihi kutawala mara 4 ni energy au nguvu kubwa ya matukio ya vifo, ajali na matukio yote mabaya. Ndio maana inakuwa na nguvu siku hiyo. Saa 3 mpaka saa 4 ni Shamsi, saa 4 mpaka saa 5 ni Zuhura, na saa 6 mpaka saa 7 usiku ni Atwaridi. Saa 6 mpaka saa 7 usiku ni Kamari pia, na saa 7 mpaka saa 8 ni Zohari. Saa 8 mpaka saa 9 ni Mushtara. Saa 9 mpaka saa 10 ni Mirihi. Saa 10 mpaka saa
saa 10 mpaka saa 11 ni Shamsi, saa 11 mpaka saa 12 ni Zuhura, na saa 12 mpaka saa 1 ni Atwaridi. Kwa hiyo katika utawala huu mara nyingi wale wenye kujua vizuri elimu ya nyota wanajua ni namna gani wanaweza kuyakwepa yale masaa mabaya na namna gani wanaweza wakatumia yale masaa mazuri. Kwa wale wengine ambao wanapenda matumizi ya masaa mabaya, nadhani pia ni wakati wao wa kujua masaa ya matukio. Na kama huwezi kujua utawala wa masaa mabaya inatumika nini au yanafanyika nini, basi huwezi kufaulu. Na kama huwezi kujua utawala wa masaa mazuri katika siku hii ya Jumanne, pia ni kipi utafaidika nacho, pia utafeli. Na kama unajua utafaulu. Karibu sana kufuatilia mada zetu. Mimi si mwingine, ni Mnajim Kulthum, na ofisi zetu zinapatikana Tandika Davis Corner. Tuko kila siku kasoro siku ya Ijumaa.